Bwana Yesu, nakushukuru sana. Asante kwa ajili ya Alhamisi nzuri na muda ambao umetupa kuja mbele zako. Tunako tayari kusikia toka kwako. Fungua akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Naomba utulivu wa ndani wa mioyo yetu, au tuhudumie sawa sawa na upendavyo wewe, katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na wote tuseme amen. Unaweza kukaa kwenye amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna somo ambalo linaendelea. Tumekuwa tukijifunza kwa habari ya malaika na utendaji kazi wao, na wiki iliyopita tulipiga hatua tena tukizungumza somo hilo hilo la malaika na utendaji kazi. Utakumbuka tulikuwa tunafanya msingi wetu kutoka Danieli sura ya 10 ile mstari wa 21. Danieli sura ya 10 mstari wa 21, ambayo inasema, na huyo Mikaeli ambaye ni mkuu wenu, yani mkuu wetu wanadamu. Kwa hiyo tukaona ya kwamba malaika kama ambao tulijifunza siku ya kwanza ni watumishi wetu, wahudumu wetu, wote tukimtumikia Bwana mmoja, kama vile ambavyo Ufunuo sura ya 19 inatuambia, na sura ya 22 pia ya Ufunuo ikisisitiza kwamba wote tunatumika kwa Bwana mmoja. Na ile sura ya 19 sura ya 22 inasisitiza ya kwamba wale malaika wakisema ni wajoli wa Bwana. Wajoli maana yake ni watumwa wa Bwana mmoja, watumwa wa Bwana mmoja. Kwa hiyo wote ni watumwa au watumishi wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Na wiki jana tumeongea kwa kiasi kikubwa kutoka Mathayo ile sura ya 18 mstari wa 10. Mathayo 18 mstari wa 10 kakuonyesha vitu kadhaa pale, ambao ni mstari unaosema ya kwamba kila mtu ana malaika wake mbinguni. So Biblia inasema, usidharau mmoja wa wadogo hao, kalieni msidharau mmoja wapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote utazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo tukaona kutokana na hilo andiko ya kwamba kila mtu ana malaika wake, na hawa malaika wako mbinguni. Kila mtu ana malaika wake, hawa malaika wako mbinguni, lakini kila mtu ana malaika zaidi ya mmoja, kwa sababu wanasema malaika wao ni wingi, malaika wao zaidi ya mmoja, wingi. Kwa hiyo kila mtu ana malaika zaidi ya mmoja, makazi yao mbinguni siku zote. Jambo la 4, wakiutazama uso wa Baba. Na tulisema ile Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:11 ni agizo ya kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Malaika wanaweza kuturahisishia kazi hiyo, kwa sababu wao, Biblia hapa inatuambia muda wote wako wakiutazama uso wa Bwana mbinguni. Lakini tulisema kulingana na Ufunuo ile sura ya kwanza mstari wa 20, sura ya 2, sura ya 3, kila kanisa, kila huduma ina malaika wake, kwa sababu anasema kwa yale makanisa 7 yaliyo kule Asia ndogo, kila kanisa liko na malaika wake. Alafu nikakwambia wiki jana pia kazi za malaika wa mtu. Tuliangalia kazi 7 ambazo malaika wangu wanazifanya kimaandiko, angalau 7. Zinaweza kuwa zaidi, lakini hizo 7 tuliziangalia wiki iliyopita. 1, kukujulisha hatima yako kabla haijakuweko. Tusema malaika wanakujulisha hatima yako kabla haijakuweko. Kusudi la Mungu kwenye maisha yako, malaika wanalijua, na kwa hiyo wanakusemesha kusudi lako. Lakini tulisema wanafanya kituo, wanakuzunguka, wanakuwekea ukingo, ni kazi ya malaika. Alafu wanavyokuzunguka, maana yake wanakuweka chini ya ulinzi, wanakulinda kwa kukuwekea ukingo. Tukasema pia sio tu wanakuzunguka au wanakuwekea kituo, hufanya kituo, wanakuzungukia, uzungukia wa mchao. Ni kama vile askari wanatembea wakizunguka kwenye wigo, ndivyo malaika wa mtu wanavyofanya pia, wanakuzungukia muda wote. Kusudi kubwa hapa tulisema ni kulinda mipaka, wakilinda mipaka yako. Kumbuka mwaka huu tumesema unapotafuta ongezeko, angalia ongezeko la kimipaka. Malaika wanazunguka wakilinda mipaka yako. Zaburi ya 91 mstari wa 11
inatuambia hilo, na pia Zaburi ya 34 ule mstari wa 7 ndio ambao tulikuwa tunauangalia. Alafu pia wanakuokoa, sababu Biblia inasema huwaokoa wamchao, kama walivyofanya kwa Danieli. Tuliangalia kwenye tundu la simba, Mfalme Dario anamuuliza Danieli, Mungu wako amekusaidia? Na Danieli anamjibu, anamwambia mfalme, malaika wa Bwana aliwafunga simba midomo, na kwa hiyo hawajanidhuru. Lakini pia tuliona Petro, ile Matendo sura ya 12, naye aliokolewa na malaika toka gerezani, mstari wa 7 hadi ule mstari wa 10. Petro aliokolewa na malaika toka gerezani. Actually ukienda ile Matendo sura ya 12 mstari wa 10 na wa 7 hadi wa 10 natuonyesha hivyo kwamba malaika wa Bwana huokoa. Mbele kidogo unaona ikithibitisha pia kwamba kila mtu ana malaika wake, kwa sababu baada ya Petro kufika kwa wale ndugu waliokuwa wanaomba, angalia maneno ya yule kijakazi, mstari wa 11 wanasema, sura ya 12 Matendo, hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake, yani malaika wa Bwana, kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mama ya Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya mlango. Angalia mstari wa 15 unasema, wakamwambia una wazimu. Yeye akakaza sana akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena ni malaika wake, malaika wa Petro. Kwa hiyo wale ndugu wakasema, huyu sio Petro, huyu ni malaika wa Petro. Inawezekana huyu ni mmoja wa malaika wa Petro. Angalia jambo kubwa ambalo nataka ulione, Waebrania ile 13:2, Biblia inatusisitiza tusiache kukaribisha malaika, kwa sababu kwa namna hiyo wengine, tusiache kukaribisha ndugu, kwa sababu kwa namna hiyo wengine wamekaribisha malaika. Hii mistari inatuonyesha kumbe malaika wa mtu anaweza kufanana na mtu, kwa sababu huyu dada alimuona Petro kwa sura, hakuwa na wasiwasi. Wale wa ndani wakawa wanajua kumbe mtu anaweza kawa na malaika wake na wanafanana copyright, wanafanana kila kitu. Ndio maana wakasema wewe utakuwa na wazimu. Kwa Petro alikofungwa hawezi kuwa hapa saizi, labda ni malaika wake. Kwa kumbe malaika wa mtu anaweza kuwa sawa na mtu, kopi ya mtu kabisa. Ukaona ni mtu, umemuona kama alivyo, wamefanana, na kumbe ni malaika wake. Kwa hiyo malaika wa mtu wapo, wanaweza kuvaa mwili na wakachukua sura na picha ya mtu kama vile mtu alivyo. Kwa hiyo wanasema ni malaika wake. Na mstari wa 16 wakaendelea, Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu. Kwa hiyo wakamwona ni Petro, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi, akaondoka akaenda mahali pengine. Kwa hiyo kila mtu ana malaika wake, na actually kwa mistari hii malaika wako anaweza kufanana na wewe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu tuliangalia wiki jana, tukasema malaika pia wanaweza kuokoa, lakini malaika utangulia mbele yetu ni kazi ya 5 tuliona. Hiyo ni Kutoka 23, 20 na 20, Kutoka 23 mstari wa 20 na 23. Alafu 6 tukasema wanatupa maelekezo na habari njema, utupa maelekezo na habari njema, kama walivyofanya kwa Mariamu, kama walivyofanya kwa Yusufu na mtoto Yesu. Wakawaambia tokeni mwende Misri ili mkamhifadhi mtoto Yesu. Maelekezo lakini pia habari njema. Ile Luka 2 mstari wa 10 sema nimekuja ili kukupa habari njema. Alafu mwisho tuliangalia wiki jana kwamba malaika hufanya kazi ya kututia nguvu. Kulingana na Luka ile sura ya 22 mstari wa 43, malaika hufanya kazi ya kututia nguvu. Tunaposikia kwamba tumeishiwa nguvu, malaika wanafanya kazi ya kututia nguvu. Leo nataka tupige hatua kidogo tena, na probably tumalize kama tuanze somo jingine wakati mwingine, lakini kwa sasa nafikiri tutaishia hapa.
nataka nikupe sababu 8. Sababu 8, malaika ni walinzi au watumishi, walinzi na watumishi au wahudumu bora kwa watakatifu. Sababu 8 kutoka kwenye Biblia zinazoonyesha ya kwamba malaika ni walinzi na watumishi au watumishi au wahudumu bora kwa watakatifu. Malaika, sababu 8 zinazothibitisha au kuonyesha kwenye Biblia ya kwamba malaika ni walinzi na watumishi au wahudumu bora kwa watakatifu. Tumesoma ile Waebrania sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 14. Biblia inasema ule mstari wa 14 au tuanze wa 13. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Kwa hiyo anazungumza habari za malaika. Mstari wa 14 anasema, je, hao wote, yani malaika, si roho watumikao? Na ukijua mstari wa 7 tayari amesema Mungu wafanya malaika zake kuwa roho. Ametumia neno pepo na anasema hao wote ni roho watumikao, wakitumwa kuwahudumu wote watakao urithi wokovu. Na wanaourithi wokovu tumesema mara kadhaa ni wanadamu pekee. Kwa sababu malaika hawana mpango wa kuokoka wala wokovu haujaumbwa kwa ajili yao. Wanadamu pekee wameumbiwa wokovu. Na Biblia inasema mahali pengine kwenye maandiko ya kwamba malaika wanatamani hata kuchungulia habari hizi ambazo sisi tunaziongea ili wazielewe, na hawawezi kuzielewa kwa sababu hazikutengenezwa kwa ajili yao, isipokuwa pale ambapo sisi tunatamka sawasawa na neno la Bwana. Ni mambo ambayo Mungu ametuandalia tumchao ambao ni wanadamu. Sasa unaona ya kwamba ni muhimu kuwa na mahusiano na kutenda kazi na malaika, kwa sababu kuna faida kubwa 8 ambazo malaika wanazo, ambazo ni bora zaidi kuliko kama ukitegemea wewe kama mwanadamu au ukitenda wewe kama mwanadamu. Malaika wanaweza kufanya kile unachotakiwa ukifanya kwa ubora zaidi, au akakuwezesha ukifanya kwa ubora zaidi kama ukitenda na malaika kuliko ukitenda mwenyewe. Kumbuka Biblia inasema hawa ni roho watumikao, wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu. Kwa hiyo tuliona ya kwamba malaika ni wasaidizi, na nitasema labda kule mwishoni kama ni wasaidizi, maana yake sisi tuna wajibu wa kutenda, wa msingi ni wa kwetu, wao watuwezeshe, watusaidie, lakini ni bora kutenda nao kuliko kufanya mwenyewe, kwa sababu ya hizi 8 ambazo unaziona za kiutendaji wa malaika. Jambo la kwanza, kama ambavyo tumesema na nitalisema haraka, ni bora kuacha malaika wakuhudumie au kuruhusu utende kazi pamoja nao, kwa sababu malaika wanafanya kazi kwa mfumo wa jeshi. Hiyo sababu ya kwanza, malaika hufanya kazi kwa mfumo wa jeshi. Wiki iliyopita tulisoma Waebrania 12 mstari wa 22, ambapo tunaona ya kwamba malaika wanakaa kwa wingi, majeshi 1000 ya malaika. Ile Waebrania 12 mstari wa 22 inashuhudia ya kwamba bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika 1000 nyingi. Kwa hiyo malaika mara nyingi wanafanya kazi kwa wingi, kama tumeviona pia Mathayo 18:10, malaika wao mbinguni. Matendo 12:15 kwa Petro amesema malaika wake inawezekana ikawa wingi au umoja, lakini tunaona wakifanya kazi kwa wingi. Nilikusomea Mathayo 26:53, Yesu anasema naweza kuita majeshi 12 ya malaika wakanipigania, wingi. Kwa hiyo kwa sababu anatenda kazi kama jeshi au kwa mfumo wa jeshi, hawa ni walinzi na wahudumu bora kuliko sisi ambao tunafanya kazi wenyewe kama mtu mmoja mmoja. Ukifanya kazi na malaika uwe na uhakika ya kwamba watasaidiana kutimiza kusudi lako. Kwa hiyo kusudi lako litatimia kiwepesi zaidi kuliko vile ambavyo ungepigana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya pili au ubora wa pili ambao unauona ya kwamba ni bora kufanya kazi na malaika kuliko kutegemea mwenyewe, ni kwa sababu malaika hawafi. Biblia inatupa ushahidi ya kwamba malaika hawafi. Kama hawafi, hawa ni bora kuliko sisi. Pale sisi ambapo tunaogopa kifo, pale sisi ambapo tuna hofu ya kufa, malaika hawana hiyo hofu. Kwa hiyo wanaweza kwenda pale ambapo sisi hatuwezi kwenda na tunaogopa. Luka Injili sura ya 20 mstari wa 36. Injili ya Luka sura ya 20 mstari wa 36, Biblia inashuhudia namna hii. Inasema wala hawawezi kufa tena. Hawawezi kufa tena
kwa sababu huwa sawasawa na malaika. Hawawezi kufa tena kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Kwa hiyo kumbe malaika hawafi, hawawezi kufa. Malaika waliumbwa mara moja, hawaumbwi tena wala hawafi. Ni hao walioumbwa toka milele ndio wanaoendelea kuishi na wataishi milele. Kama vile roho zetu zilivyo na umilele, malaika ni roho, ndivyo nao walivyo. Kwa hiyo badala ya kutegemea miili yetu ambayo inakufa, miili yetu ambayo inachoka, inapotea, kumbe kuna maeneo tungeweza kutumia malaika wakaenda na siwe na wasiwasi ya kifo. Hofu ya kifo ikawa imeondoka, na kwa hivyo wakatenda kwa ubora zaidi yetu. Nataka uone jambo jingine tena. Anasema sawa sawa na malaika, alafu anawataja hao malaika nao ni wana wa Mungu. Sisi tunaitwa wana wa Mungu. Malaika pia hapa anasema ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Kwa hiyo ni muhimu tukaona huo ulinganyo ulioko, na kwamba wao ni watumishi pamoja na sisi. Jambo moja walilo nalo, kama vile roho zetu zisivyokufa, kwa sababu roho zetu zinatoka, mwili utakufa, utazikwa, roho zinabadilisha makazi, malaika hawafi. Na kwa hiyo wao ni walinzi, ni watumishi, ni wahudumu bora kuliko ambavyo tungetegemea sisi wenyewe. Sababu ya tatu kwa nini unahitaji mwaka huu na maisha yako kujiassociate, kutafuta kufanya kazi na malaika na kujua malaika wako na wafanye kazi pamoja na wewe. Sababu ya tatu, kwa sababu malaika wana uweza na nguvu kuliko wanadamu. Malaika wana uweza na nguvu kuliko wanadamu. Ndivyo Mungu alivyowaumba. Amewapa uweza, amewapa nguvu kuliko sisi. Na kwa hiyo popote nguvu inapohitajika, popote uweza unapohitajika wa kiungu zaidi ya ule tulionao, malaika wapo ili kufanya hiyo kazi. Mungu ametuheshimu sana, ametupa viumbe ambao wana nguvu zaidi yetu ili kufanya kazi pamoja na sisi ya kiulinzi, lakini ya kutimiza makusudi ya Mungu hapa duniani. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 11. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari ule wa 11 anasema, wenye ushupavu, wenye kujikinai hawatetemeki wakiyatukana matukufu, ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uweza na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Kwa hiyo malaika ni wakuu katika uweza na nguvu. Tena si wakuu, ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu. Lakini anasema sifa yao nyingine, hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Hiki ni kitu tutakiongea baadaye kidogo, unaweza ukakiweka kwenye kumbukumbu zako. Nataka uone ya kwamba hawa ni watumishi, ni walinzi wetu wazuri, ni wahudumu wetu wazuri, kwa sababu kwa uweza na nguvu, wana nguvu kuliko wanadamu, wana uweza mkuu kuliko wanadamu. Ufunuo sura ya 18 mstari kwa mfano wa kwanza. Ukitoma kitabu cha Ufunuo karibu chote unaona jinsi malaika walivyo na ukuu na nguvu kuliko wanadamu. Ni viumbe ambao Mungu amewaumba, wana nguvu, wana ukuu kuliko wanadamu. Karibu kila sura ya kitabu cha Ufunuo imeonyesha hilo, uweza na nguvu ambazo malaika wanazo. Lakini kwa mfano sura ya 18 mstari wa kwanza anasema tu, baada ya haya naliona malaika mwingine, ni malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu. Kwa hiyo probably huyu ni mmoja wa malaika wakuu, kwa sababu anasema ni malaika mwenye mamlaka kuu, labda Mikaeli au Gabrieli, kwa sababu ana mamlaka kuu. Malaika mmoja mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Malaika mmoja ambaye alikuwa na mamlaka kuu, nataka kuamini ni mmoja wa malaika wakuu, lakini angalia uwezo aliokuwa nayo. Nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Huu ni uweza mkuu. Na anasema akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu na ngome ya kila ndege mchafu na vitu vingine ambavyo anaendelea. Kwa ukiendelea kusoma kitabu cha Ufunuo unaona nguvu, ukuu na uweza ulivyo wa malaika. Mahali pengine anasema malaika mmoja akatoka akafanya jambo alilofanya, theluthi ya jua likaacha kuangaza, au theluthi ya wanadamu wakafa. Wana nguvu na uweza mkuu kuliko wanadamu. Napenda mistari
ile miwili ambayo nimekuwa nikiisoma siku zote. Samueli wa pili sura ya 24, unaweza kusoma kwa muda wako. Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa 15 hadi wa 17. Unajua Daudi alivyoambiwa achague yale mambo matatu, akachagua bora kuadhibiwa na Bwana, na Biblia inasema alivyochagua, tauni ikaja ikapiga toka asubuhi mpaka adhuhuri mchana. Mstari wa 15 unatuambia watu 70,000 kati ya Waisraeli walikuwa wameuawa kwa malaika mmoja, kwa sababu Biblia inasema Daudi alipomtazama yule malaika mmoja toka asubuhi mpaka saa 6, kwa pigo la tauni alikuwa ameua watu 70,000. Hii ni nguvu, huu ni uweza mkubwa sana. Ukisoma Isaya sura ya 37 pia unaona mfano mwingine, mstari wa 36. Isaya 37:36, maeneo ambayo mojawapo yanatuonyesha nguvu kubwa ambayo walionao malaika. Kwa sababu anasema huo mstari Isaya 37:36 ya kwamba malaika mmoja aliua kwa upanga adui 185. Isaya 37:36. Huu ni uwezo mkubwa zaidi ya wowote ambao mwanadamu anaweza kufanya. Kusoma ile Isaya, labda tusome pale 37:36, unaona jambo hilo likisema. Biblia inasema basi malaika wa Bwana alitoka mmoja. Malaika wa Bwana maana yake ni mmoja. Alitoka akaua watu 185,000. 185,000 ni 185,000 kwa Kiswahili ambacho sisi tumezoea katika kituo cha Waashuri. Na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe wao walikuwa maiti wote pia. Kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba kwenye Kiswahili hakuna neno laki. Sijui kama ni kweli. Sasa sijui limetoka wapi. Sisi tunasema 185,000, lakini wanasema Kiswahili fasaha hakuna neno laki. Ni kama hivi ilivyotajwa hapa 185,000. Sijajua ukweli wake ukoje, lakini nikisoma vitabu la mimi ni kama sijaikuwa na neno laki limeandikwa kwenye vitabu. Sina hakika. 800,000 lakini mbona tunaandika kwenye cheki na nini? Okay, tuachane na hayo. Lakini hapo unaona 185,000, 185,000, 185,000 wakauawa kwa malaika mmoja ambaye alitoka akaua. Huu ni uwezo mkubwa, uwezo mkubwa. Kama malaika mmoja anaweza kuua watu 185,000, huu ni uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo tuna viumbe ambao tumepewa kuwa wahudumu wenye uwezo kuliko vile ambavyo sisi tunaweza kufanya. Utakumbuka habari ya wale Daudi na mashujaa watatu. Daudi alipotamani kunywa maji ya kisima cha Bethlehem, wakaenda kumtafutia. Angalia wale mashujaa watatu, Biblia inawataja wa Daudi na jinsi walivyokuwa mashujaa watatu wakawekwa juu ya jeshi katika wale 33 mashujaa ambao Daudi alikuwa nao. Mmoja anasema aliua watu kwa upanga mpaka upanga ukagandamana mkononi mwake. Sijui ni watu wangapi, hatuambiwi idadi, lakini aliua mpaka upanga, Biblia inasema ukagandamana mkononi mwake. Sasa huyu ni mwanadamu amechoka, upanga umegandamana kwenye mkono, probably asingeweza tena kuendelea na ile vita. Sivyo ilivyo kwa malaika. Kwa malaika wao wanaweza na nguvu kubwa ambazo sisi hatuna. Zaburi ya 103 mstari wa 20 unajua jinsi inavyowataja. Inasema kwa neno la kuonyesha pia ya kwamba wana uweza mkubwa, sababu ile Zaburi inayosema malaika hutenda wakisikiliza neno, imetoa sifa zao pia pale kadhaa. 103:20, muhimidini Bwana enyi malaika zake. Unaona pia kumbe malaika kama tulivyosoma wanatakiwa nao kumuhimidi Bwana kama sisi tunavyomuhimidi Bwana. Kwa hiyo ni wenzetu, ni viumbe ambao tumepewa wa kiroho kututumikia sisi ambao ni wa kimwili. Lakini anasema ninyi mlio hodari. Kwa hiyo malaika ni hodari wakitenda neno lake, wakisikiliza sauti ya neno lake. Mhimidini Bwana, angalia neno linalofuata, enyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Kwa hiyo kumbe unaona malaika ni watumishi wa Bwana, wanamhimidi Bwana, wao ni hodari, wanafanya kazi kwa majeshi. Enyi majeshi yake yote, wanafanya kazi kwa majeshi. Mhimidini Bwana enyi matendo yake yote, mahali pote pa miliki yake. Alafu Daudi anamaliza kwa kusema nafsi yangu umhimidi Bwana. Sababu ya 4 kwa nini malaika ni bora na kutenda kazi, na malaika ni walinzi na watumishi au wahudumu wetu bora kuliko sisi wenyewe, ni kwa sababu malaika ni wavumilivu. Malaika
ni wavumilivu. Wavumilivu kuliko vile ambavyo sisi tunaweza kuvumilia. Malaika ni wavumilivu, hasa wakivumilia kuona kusudi la Mungu likitimia pale ambapo ni mapenzi ya Mungu kuona kusudi la Mungu likitimia, kitu ambacho binadamu tunapungua. Hesabu sura ya 22 unaweza ukaona hilo jambo kwa habari ya malaika wa Bwana na Balaam. Malaika wa Bwana na Balaam. Hesabu ile sura ya 22 unaweza kusoma mstari wa 22 hadi mstari wa 35, utaona jinsi ambavyo malaika ni wavumilivu. Hesabu 22 mstari ule wa 22 mpaka mstari wa 35. Unaonaje ni wavumilivu? Mara 3 huyu malaika alikuwa na nafasi ya kumuua Balaam, lakini hakufanya hivyo. Na punda alikuwa akimkopesha Balaam. Basi hapa anasema hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda, malaika wa Bwana akajiweka njiani. Tena mmoja ili kumpinga, anampinga Balaam. Basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Naye yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake amekwisha kuufuta. Unaona, ameufuta, maana yake uko tayari kwa kuadhibu, uko tayari kwa kumpiga Balaam. Na anasema punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaam akampiga punda ili kumrejeza njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu na upande huu na kitalu upande huu. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajisonga ukutani, akamseta Balaam mguu wake, basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaam. Hasira yake Balaam ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifunua kinywa cha punda, naye akamwambia Balaam, nimekutenda nini hata wakanipiga mara 3 hizi? Balaam akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki. Laiti ningekuwa na upanga mkononi mwangu ningekuua sasa hivi. Huyo ni mwanadamu. Unaona, mwanadamu anasema laiti ningekuwa na upanga mkononi sasa hivi ningekuua. Lakini malaika wa Bwana alikuwa na upanga umekwisha kufutwa, manake umetolewa alani, uko tayari kumkata Balaam, na mara 3 alingoja, hakumdhuru Balaam. Malaika ni wavumilivu kuliko wanadamu tulivyo. Balaam akataka kumkata punda kwa upanga. Sema ningekuwa na mpanga mkononi ningekuua sasa hivi. Yule punda akamwambia Balaam, je, mimi si punda wako? Nawe umenipanda maisha yako yote, hata leo nimezoea kukutenda hayo? Akasema la. Kwa hiyo punda anamfundisha Balaam, ulitakiwa kuwa mvumilivu, kujifunza kwa nini nimefanya hivi badala ya kukimbilia kutaka kuniua. Ndipo Bwana alipomfundisha ile somo, akamfunua macho ya Balaam, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa, kaanguka kifudifudi. Malaika wa Bwana akamwambia, mbona umempiga punda wako mara 3 hizi? Naye anamuuliza, kwa nini umefanya haraka kumpiga? Si ungevumilia au ungetafuta kujua kwa nini anafanya? Tazama, mimi nimekuja ili kukupinga kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu. Punda akaniona, akageuka upande mbele zangu mara 3 hizi. Kama asingejiepusha nami, bila shaka ningalikuua wewe, nikamwacha yeye hai. Balaam akamwambia malaika wa Bwana, nimefanya dhambi, maana sikujua kuwa wewe umesimama njiani ili kunipinga. Basi akamwambia Balaam, kunipinga, basi sasa ikiwa umechukizwa nitarudi tena. Malaika wa Bwana akamwambia Balaam, nenda pamoja na watu hawa, lakini neno nitakalokuambia ndio utende. Nataka uone sifa ya malaika ni uvumilivu. Uvumilivu. Kwa hiyo ni muhimu ukafanya kazi na malaika, kwa sababu wanakukingia adhabu ambazo ungezipata au wangekuepusha na mambo ambayo ungeyafanya kwa haraka na kukurupuka, na kwa hiyo kukutunzia wokovu na utakatifu wako kuliko vile ambavyo ungetenda mwenyewe. Sifa ya 5, sababu ya 5 kwa nini malaika ni bora katika ulinzi na kama watendaji au wahudumu kwa ajili yetu, kwa sababu malaika ni wapole na wanaofuata utaratibu. Malaika ni wapole na wanaofuata utaratibu. Malaika ni wapole na wanaofuata utaratibu. Hawajui kukasirika kama sisi wanadamu. Hawajui kuwa na hasira kama sisi wanadamu. Na pia wenyewe kazi yao ni moja, kufuata utaratibu. Kufuata utaratibu, na wanajua utaratibu kulingana na neno, huo ndio wanaofuata. Sisi wakati mwingine tunaenda kinyume na neno, tunaacha kufuata utaratibu, na kwa hiyo tunajikuta tumepotoka. Lakini malaika hawako hivyo. Yuda
sura ile ya kwanza. Kitabu cha Yuda kina sura moja tu, mstari wa 9 unatufundisha hilo. Angalia jinsi malaika alivyo deal na shetani kwa habari ya mwili wa Musa. Ukiona jinsi alivyoshughulika na shetani kwa habari ya mwili wa Musa, unaona malaika ni wapole na wanaofuata utaratibu. Biblia inasema hivi, waraka wa Yuda sura ile ya kwanza mstari wa 9, anasema lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi. Kwa unajua ya kwamba walishindana na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa. Biblia inasema hivi, hakuthubutu, maana yake hakujaribu wala hakufikiri wala hakutaka, hakuthubutu. Biblia inasema kumshitaki kwa kumlaumu. Hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisemaje? Bali alisema Bwana na akukemee. Lile neno hakuthubutu kumshtaki, tafsiri sahihi ni kwamba huyu malaika wa Bwana hakumhesabia hukumu shetani. Hakumpeleka kama kwenye mahakama kufanya judgment kwa shetani. Ndio neno limetafsiriwa hakuthubutu kumhukumu, hakuthubutu kumhukumu. Kwa hiyo hakutaka kumpa hukumu shetani au hakutaka kumfanyia hatima ya mwisho ya shetani. Anasema hakuthubutu aliposhindana naye kumshtaki kwa kumlaumu. Hakutaka kumshtaki kwamba wewe ni mbaya, unataka mwili wa Musa utumie kwa ubaya. Hapana, lakini alijua mamlaka na utaratibu ya kwamba mwenye kuhukumu na mwenye kutoa adhabu ni mmoja tu, Mungu. Kwa hiyo akamwambia Bwana na akukemee. Maana yake aliacha yaliyo ya Mungu yafanywe na Mungu na ambayo ni majukumu yake yafanye. Sikiliza, hakumwachia mwili wa Musa. Alishindana naye na tunajua for sure shetani hakuchukua mwili wa Musa. Na japokuwa alimshinda na shetani hakuchukua mwili wa Musa, bado kwa mamlaka aliyokuwa nayo na nguvu alizokuwa nazo Mikaeli, kumbuka, ndiye aliyemshinda juu kwenye ile vita, akamtupa hata nchi. Yeye ndiye aliyemtupa. Anajua uwezo wa shetani, anajua mamlaka aliyonayo. Mungu ameshamuonyesha huo utukufu kwa kumshinda shetani na kumtupa. Lakini anasema hakumshtaki kwa kumlaumu ya kwamba wewe mbaya, unatakiwa kutumia mwili wa Musa vibaya, baadaye kutumia kwa uganga. Hakusema, akamwambia tu iliyo haki yako Bwana na akupe, Bwana na akukemee. Sio kazi yangu kukuhukumu. Kazi yangu ni moja tu, nimechukua mwili wa Musa, hiyo inatosha. Haleluya. Kwa hiyo ni wapole wanaojua utaratibu. Nasikia nikusomee, nafikiri ni kitabu cha Zekaria ile sura ya 3. Nakumbuka pia habari ya yule malaika na Yoshua kuhani mkuu, jinsi ambavyo malaika alifanya. Biblia inasema Zekaria sura ya 3, Zekaria sura ya 3 mstari kuanzia wa kwanza, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Kwa hiyo kuhani mkuu pia alikuwa amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, kwa hiyo hapa Bwana anaongea na shetani, Bwana na ukemee wewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Ili Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee, isikuchanganya. Ukisoma Biblia ya Kiswahili, nafikiri kwa sababu ya wingi na mtaji wa kamusi ya maneno, tunajikuta tunatumia neno Bwana. Lakini ukisoma yale maneno, ile Bwana ya kwanza, Bwana akamwambia shetani, Bwana ile ni Jehova. Jehova ni Mungu Mwokozi, Mungu aliyefanyika mwili, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana akamwambia shetani, Bwana ya pili ni Elohim. Elohim, Bwana na akukemee ewe shetani. Kwa hiyo Elohim maana yake ni Mungu Baba. Kwa hiyo ni Mungu Mwana akimwambia shetani, Mungu Baba na akukemee. Kiswahili tunaona kama vile ni Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee, kama vile inachanganya. Lakini kimsingi ni Yehova au Yahwe, ambaye ni Mungu Mwokozi au Mungu aliyefanyika mwili, ambaye ni mwana wa Mungu Yesu Kristo. Akamwambia Bwana ya pili Elohim, Mungu mwenye enzi, Mungu anayehukumu. Mwenye hukumu ni Mungu Baba, ambaye ndio Mungu mwenye enzi, ndio Mungu mwenye haki, na kukemewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na ukemee, ambaye ni Elohim tena. Kwa hiyo akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Anasema basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Amevaa nguo chafu, amesimama mbele ya malaika. Angalia, malaika hakumhukumu Yoshua. Aliacha Yesu aongee na shetani na amhukumu shetani. Na huyu malaika amesimama mbele ya Yoshua. Alafu anasema
nguo chafu sana, alikuwa amesimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia wale wasimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Akasema, na wampige kilemba kizuri kichwani. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani, wakamvika mavazi. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapohukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati ya hawa wasimamao karibu. Sikiliza sasa Yoshua kuhani mkuu, wewe na wenzako waketio mbele yako, maana hao ni watu walio ishara. Kwa unaona malaika anatoa maelekezo ya upole na nini Yoshua anatakiwa kufanya ili awe mtakatifu kwa Bwana. Hauoni akimhukumu. Ni kazi ya shetani kuhukumu. Kama tulivyojifunza siku 21, yeye ni mshtaki. Yeye ni mtu wa kutafuta makosa na kukujengea mashtaka. Hiyo ni kazi ya ibilisi. Lakini malaika walio watakatifu, wao ni wapole, wanaofuata utaratibu. Wanajua kazi ya kuhukumu sio ya kwao. Kazi ya kuhukumu ni ya Mungu mwenyewe. Sababu ya sita kwa nini malaika ni bora na tunatakiwa kutenda kazi nao kama tunataka kuona ushindi katika maisha yetu, kwa sababu malaika ni watiifu. Malaika ni watiifu. Naona moja ya sifa kuu walionayo ni utiifu. Kwenye mistari ambayo tayari tumesoma unaliona. Ukisoma kile kitabu ambacho tumesoma cha Yuda 1:9, anasema Bwana na akukemee. Ni watiifu, hawachukui majukumu yasiyo ya kwao. Wanatii kile ambacho wamepangiwa kufanya. Naona ni watiifu. Na Zaburi ya 103 mstari wa 20 ambao tumesoma, nayo inatuonyesha hivyo. Ile Zaburi ya 103 mstari wa 20 inasema, malaika watendao kazi wakisikiliza sauti ya neno. Enyi malaika wanaotenda kazi wakisikiliza sauti ya neno. Maana yake ni watii, wakisikia. Mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari, wanatenda neno lake wakisikiliza sauti ya neno. Kwa hiyo malaika ni watii. Kwa nini? Kwa sababu wanasikiliza sauti ya neno. Kama unaongea kitu ambacho ni sawasawa na neno la Mungu, malaika wanatii sawasawa na neno. Kinyume cha neno hawatafanya, kwa sababu hawakuumbwa kufanya hivyo. Chochote ambacho ni sawasawa na neno la Bwana, Biblia inasema wanatenda kazi kwa neno wakisikiliza. Ile neno kusikiliza ni sawa na kusema wakitii amri ambayo unawapa, ambayo imetokana na neno lililoandikwa. Uwe na neno lililoandikwa. Tulisema hapo kwenye mfungu wa 21, logos, uliseme na malaika wanatii. Hii mistari imeandikwa hapa, anasema hawa malaika ni hodari, wanatenda neno, wanasikiliza sauti ya neno, wanafanya kazi kama jeshi. Ukienda mstari wa 21 nimekusomea, na ndiyo yale maneno yalivyo. Yale maneno mkisikiliza sauti ni sawa sawa na neno attention, kama vile la kipolisi la kusema mguu wima, haya mbele tembea, nao wanatii, wanatembea. Ni neno ambalo ni la kiamri, wanasikiliza lakini kwa amri ambayo ni ya kutii. Kwa hiyo wewe na neno lililoandikwa, litamke neno. Wanaposikia hiyo sauti, malaika ni watii, wanatenda sawasawa na vile ambavyo jeshini au wanajeshi wanafanya. Na utakumbuka mfano wa Yesu na yule bwana mmoja ambaye alisema, mimi nami ni mtu mwenye mamlaka na watu walioko chini yangu, nikimwambia huyu fanya hili hufanya, wewe nenda huku huenda. Akamwambia Yesu, na mimi naamini na wewe ukisema tu neno hapa ulipo, basi mtoto wangu kule atapona. Na ndivyo ikawa. Malaika pia wako hivyo. Malaika ni watii hasa kwa neno, wakisikiliza neno la Bwana. Na saba tulisema sababu 8, hii ni ya 7. Kwa nini malaika ni walinzi na watendaji au watumishi wetu bora, na kwa hivyo tunahitaji kufanya kazi pamoja nao kama tunataka maisha ya ushindi duniani. 7 ni kwa sababu malaika hawapumziki. Malaika hawapumziki. Wakati miili yetu inachoka, wakati wewe unahitaji kulala, unahitaji uwe na muda wa kupumzika, malaika ni viumbe wa rohoni ambao hawalali, hawachoki. Kwa hiyo kama unahitaji rafiki, unahitaji viumbe wa kufanya nao kazi ambao una uhakika masaa 24 watakuwa watafanya kazi kwa ajili yako na pamoja na wewe, malaika ni viumbe ambao tumepewa kwa kusudi hilo. Hawalali
wala hawachoki. Ndivyo Biblia inavyotufundisha. Ufunuo sura ya 4, Ufunuo wa Yohana ile sura ya 4 mstari wa 8 inatuonyesha hii sifa ya malaika. Biblia inasema mstari ule wa 8, Ufunuo wa Yohana sura ya 4, na hawa wenye uhai wanne ambao kimsingi ni malaika, kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na pande zote za ndani wamejaa macho, wala angalia, hawapumziki mchana wala usiku. Hawapumziki mchana wala usiku. Hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Hawapumziki mchana wala usiku. Maana yake hawalali wala hawachoki. Kwa hiyo unapojiachia na kujihusisha na malaika wako, malaika zako wakafanya kazi pamoja na wewe, hawa wako active masaa 24. Wanaweza kufanya chochote wakati wowote kwa sababu ni sifa yao. Matendo ile 12 tumesoma Petro alikuwa amefungiwa ndani huko kwenye chumba cha ndani gerezani. Usiku wa manane, wakati kila mtu amelala, Petro mwenyewe amelala, hajitambui. Ni usiku wa manane, malaika anakuja anampiga ubavuni, anamwamsha. Anambia vaa viatu vyako twende. Usiku wa manane, wakati wewe ungetegemea kuwa umelala, malaika zako hawalali. Tafuta uhusiano na malaika, tafuta kujipatanisha na malaika wako na kuwaweka malaika zako kazini, kwa sababu una uhakika masaa 24 mikononi mwao watakuchukua, hautapatwa na mabaya, hawataacha mguu wako ujikwae. Hiyo ni kazi yao. Kila sehemu uliko, Zaburi ile ya 34:7 tumesoma, wanakuzunguka, wanakufanyia wigo, wanazunguka kwenye mipaka yako, wanahakikisha kwamba ulinzi upo. Ni kazi ya malaika kufanya kituo, na hawalali wala hawachoki. 8 na mwisho kwa leo, sababu ya 8 kwa nini malaika ni walinzi na wahudumu bora kuliko sisi wanadamu watakatifu. Kwa sababu malaika, kama tulivyojifunza huko nyuma, kwa sababu malaika wanafanya kazi rohoni, yani bila kuonekana, kwenye mabano mimi nimeandika, wanafanya kazi rohoni kwenye mabano bila kuonekana, na mwilini kwenye mabano kwa kuonekana. Hii ni sifa ambayo sisi pia tunayo kama wanadamu, lakini malaika wanaifanya vizuri zaidi. Malaika hufanya kazi rohoni kwenye mabano bila kuonekana, na mwilini kwenye mabano kwa kuonekana. Wanaweza kufanya kazi kama roho pasipo mwili, na wakavaa mwili wakaonekana. Wale Matendo 12 tumesoma, akina Roda na wale ndugu walikuwa kwenye nyumba ya Mariamu, wakamwambia Roda, huyo atakuwa malaika wa Petro, mwili wa Petro, sura ya Petro. Wakasema atakuwa malaika wake, wewe una wazimu. Kwa hiyo wanaweza akavaa mwili, wanaweza wakawa rohoni, wanaweza wakawa mwilini, wakaonekana kwa mwili. Balaam alipofunguliwa macho yake akamuona malaika wa Bwana, maana yake aliona umbo malaika wa Bwana. Joshua sura ya 5, unajua akatokea mtu akajitambulisha kwa Yoshua, mimi ndimi amiri wa jeshi la mbinguni. Kwa hiyo katika mwili akamuona, akamuuliza, wewe uko upande wetu au upande wa adui? Mimi ni amiri wa jeshi. Kwa hiyo mwilini unaweza kuona. Unakumbuka Ibrahimu akawakaribisha malaika 3, 2 katika wao tunajua walikuwa malaika, na wakala chakula pamoja naye, akawapa na maji, wakanawa na miguu. Waebrania pia kama tulivyosema 13:2, msiache kuwakarimu wageni. Wengine wamekaribisha malaika pasipokujua. Wanaweza kuwa mwilini, lakini pia wanaweza kuwa rohoni kwa wakati mmoja, na hii inawapa pia uhodari ya kwamba wanaweza kututetea pale ambapo wanaona inabidi pasipo kuonekana, na pale ambapo inabidi kwa kuonekana, wakatutetea na wakatuokoa. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo ni faida kubwa. Watu inawezekana wanakutafuta, wanataka kukudhuru kabla haujafika, kumbe malaika wako anaweza kukutangulia mbele. Watu wakampiga risasi wakifikiri wamekupiga risasi, maana ni kama wewe, alafu wanashangaa aliyepigwa risasi haonekani au hayupo au mwili umepotea. Baadaye wanasema jamaa mzima. Nini? Walifikiri wamekupiga wewe, kumbe malaika wako kajitokeza mbele yao, na wewe umefichiwa uhai wako. Haleluya, haleluya. Inawezekana watu walitaka kukupa sumu ufe, na wakakupa, wamekuvizia na umekula umekunywa, kumbe wewe hujafika hata hilo eneo la tukio, lakini wameona ni wewe na umekula, na wamefurahia ya kwamba wamekumaliza, only to realize baadaye ya kwamba
kumbe huyu si yeye. Au hata kama ni wewe wanashindwa kuelewa ilikuwaje. Inawezekana ni wewe umekaa kabisa kwenye kikao, watu wamekupa maji ya sumu, umekula, unafikiri wakati mwingine tu ni ule mstari wa kwamba tutakula na vitu vya kutufisha. Wakati mwingine malaika anakuweka pembeni, anachukua yeye anakula. Sasa hawezi kudhurika na wewe unakuwa umeokoka. Hivyo ndivyo malaika wanavyofanya kazi, na mwaka huu Mungu atujalie hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mungu anaweza kukuokoa na amekusudia kukuokoa kwa sababu malaika wanatenda kazi mwilini na rohoni. Tuliona ile Hesabu 22, tumesoma ile mistari mingi, mstari wa 22 hadi 35. Unaona malaika alikuwa rohoni. Punda alikuwa anamuona, Balaamu hamuoni. Na baadaye Balaamu alipofunuliwa macho akaona. Kuna story wakati nakuwa, sina uhakika nayo sana, lakini wakati nakuwa kulikuwa kuna story ya kwamba viumbe hawa wengine, mbwa, paka, wanaona rohoni kuliko vile ambavyo sisi tunaona rohoni. Kwa hiyo ulikuwa na story ya kwamba ukisikia mbwa anabweka usiku, usifikiri anabweka hivi hivi. Kuna kitu amekiona ambacho wewe ukienda unaweza usikione, lakini yeye anaona rohoni, ameona. Ukisikia nyau anahangaika usiku, usifikiri anahangaika tu. Inasemekana anaona, kama ni mchawi anamuona, muangaji anamuona, kama ni majini anaona. Kwa hiyo analalamika kwa sababu anaona. Na kama wewe ni bwana wake mzuri, wakati mwingine kwa kilio cha kusikitika akiona ya kwamba unaweza ukaja kuonewa. Sina hakika na hiyo story, lakini kwa habari ya watu walioishi zamani na jinsi walivyokuwa wana-assess mambo, unaona ni kama ina ukweli fulani. Nachotaka uone ni kwamba kumbe kuna vitu vinaonekana rohoni na vitu ambavyo vinaonekana mwilini, na unahitaji kuona rohoni ili uweze kuishi mwilini. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 20, Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 11 hadi wa 13, unaona jambo hili litokea kwa Mariamu. Yeye aliona malaika wawili kabisa katika mwili kwenye bustani wakati akilia kwa habari ya mwili wa Yesu. Ile Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 11 hadi wa 13. Hawakuwa malaika waliojificha, walikuwa ni malaika kabisa ambao wamewaona kama watu na akaongea nao. Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 11 hadi wa 13. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake analia. Basi akilia hivi aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili. Malaika kabisa akawaona, mavazi waliovaa meupe, jinsi walivyo posture, wameketi, mmoja kitwani, mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, mama, wakaongea naye, na anajua amefunuliwa, anajua ni malaika. Hii sio kawaida kwa jinsi walivyo na maumbo na jinsi walivyo. Wakamuuliza, mama, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akiisha kusema hayo, kageuka nyuma akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Kwa hiyo kama vile unaona hapa, Yesu alikuwa amejificha, asijue ni Yesu. Na angalia, wakaongea naye pia. Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Swali lile lile ambalo malaika wamemuuliza. Akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Anamwambia Yesu akifikiri ni mfanyakazi wa bustani. Yesu akamwambia Mariamu, naye akageuka akamwambia kwa Kiebrania Rabon, yani mwalimu wangu. Kwa hiyo Yesu alipomwita tena Mariamu ilikuwa ni kumfumbua macho. Akavua macho ya mwilini, akampa macho ya rohoni, akamtambua ya kwamba huyu ni Rabon, ni mwalimu, huyu ndi Yesu. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda ukawaambie ndugu zangu. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana kwenye ulimwengu wetu, kama tungejaliwa kuona rohoni, tungeviona na tungeishi maisha ya ushindi zaidi kuliko ambavyo tunaishi kama vipofu. Na hicho kinaweza au kinawezekana kwa kuruhusu malaika zetu wafanye kazi pamoja na sisi. Wanaweza kutufunulia mambo mengi ambayo kikawaida tusingeweza kuyaona. Kijinsi ambavyo sisi tunatakiwa kwenda kwa utaratibu, ingetuchukua muda sana kuyaona. Malaika kwa sababu wao ni viumbe vya rohoni, wanaweza kuona na kutuzuia hizo ajali na kutuzuia hayo matatizo kabla hayajakuweko, katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu atujalie hayo mwaka huu. Hitimisho nalotaka kukupa, nataka nikusisitize, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Huo ni msingi. Hakuna mbadala wa utendaji wa rohoni wa neno. Neno linabaki kuwa neno. Hatuna mbadala. Kwa hiyo unataka haya yatokee, hakikisha neno liko kwa wingi ndani. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hakikisha unakuwa mtendaji wa neno. Ukitaka
malaika wafanye kazi upande wako, uwe na neno kwa wingi na uwe mtendaji. Uwe mtendaji wa neno. Kwa sababu Zaburi ya 103 inasemaje? Inasema malaika wanatenda kazi kwa neno. Kwa hiyo lazima kwanza uwe na neno lililoandikwa ndani yako. Alafu kisha kuwa na neno lililoandikwa, uwe msemaji wa hilo neno. Uwe mtendaji, usiwe msikiaji tu. Uwe pia mtendaji na msemaji wa neno. Kwa sababu kwa kufanya hivyo unawa empower, unawapa nguvu, unawapa uwezo malaika wa kufanya kazi pamoja na wewe. Maagizo haya tunapewa kwa uzuri kutoka waraka nafikiri wa Yakobo ile sura ya kwanza. Nataka nikusomee pale waraka wa Yakobo sura ya kwanza. Anatusisitiza tusiwe wasikiaji tu bali tuwe watendaji. Mstari ule wa 22 waraka wa Yakobo kwa watu wote sura ya kwanza mstari wa 22, Biblia inasema namna hii. Au tunaweza tukaanza mstari wa 19. Hayo mnayajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Maana yake sifa ile ya upole ambayo tulizungumza ya malaika. Kwa maana asili ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeni mbali, jambo la pili, uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Kwa hiyo unaona upole, utakatifu hapo tunaongea, na kuweka mbali uchafu wote maana yake utakatifu. Mstari wa 22, lakini iweni watendaji wa neno. Hilo ndilo tunatakiwa kuwa nalo mwaka huu. Tuwe na neno na tuwe watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Maana yake kila aliye na neno ndani na hatendi neno, Biblia inasema anajidanganya nafsi yake. Kwa hiyo hata kama una neno haulitendi, malaika hawawezi kufanya kazi kwa sababu wao ni watiifu kwa neno. Kwa hiyo tuwe na neno na tulitende neno hilo ambalo tumelisikia na tumeliweka ndani yetu. Msema hivyo, na Biblia inasema mstari wa 23, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Kwa hiyo tusiwe tu wasikiaji au wasomaji tu wa neno likatusemesha tukaliacha. Tuwe watendaji. Na huwezi kutenda neno kama hauna imani. Lazima uamini katika kile ambacho umekisoma na umekisikia, na ukikiamini ukiweke kwenye matendo. Unapokiweka kwenye matendo, sasa malaika wanaona ya kwamba kile ulichokisoma, ukasikia sauti yake kwenye hayo maandiko, umekiamini, unakitenda. Ukiwaamrisha, sasa watatenda sawa sawa na neno. Watasikiliza hiyo sauti ya neno. Sasa sauti ya neno haiji bila imani na haiji kama unasema kwa kusita. Biblia inasema ukifanya hivyo ni kama kujilisha upepo, ni kama kujifurahisha na kujidanganya mwenyewe. Kwa hiyo tunataka kuactivate, kuhuisha mahusiano yetu na malaika na utendaji kazi wetu na malaika. Sharti tuwe na neno ndani yetu kwa wingi. Tuliamini hilo neno, tuwe watendaji wa hilo neno. Kila aliye mtendaji wa neno ataona matokeo. Kwa sababu malaika watatii sauti ya lile neno, kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa ni neno. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kumbuka, wa malaika ni roho watumikao, ni roho watuhudumiao. Maana yake ni wasaidizi kwa tafsiri nyingine wa mambo ya rohoni na ya mwilini ambao Mungu ameruhusu watende kazi pamoja na sisi. Kwa hiyo wajibu wa msingi wa kiutendaji unabaki kuwa wa kwetu, unabaki kuwa wa kwangu, unabaki kuwa wa kwako. Wajibu wa kimsingi wa utendaji ni wa kwako. Malaika hawako kutenda vitu ambavyo unatakiwa kutenda. Hawafanyi kwa niaba yako, wanafanya kukusaidia. Kwa hiyo wajibu wa msingi lazima uwe ni wa kwako. Some neno, tuliishi neno, tusikilize sauti ya neno, na Mungu atupe hiyo nguvu mwaka huu katika jina la Yesu. Haleluya. Simama kwa miguu yako, tupate dakika chache za kuomba kabla hatujailisha kipindi chetu. Jumapili, Mungu akitupa neema, tutaendeleza mfululizo mwingine wa masomo yetu. Nini tunataka kuombea? Moja, tunataka kuombea nguvu ya kusoma neno. Nguvu ya kusoma neno. Kama ambavyo tumesema kwenye hitimisho, lazima tuwe na neno na tuwe watendaji wa neno. Kwa hiyo jiombee nguvu, jiombee uvuvio, jiombee uhuisho wa kimungu wa kukuwezesha kusoma neno. Kwa sababu unahitaji hiyo, unahitaji nguvu ya kusoma neno, na neno ni vita. Usifikiri ni kitu la pesi.
kama vile ambavyo wote mmekuwa mkijua. Neno ni vita, kwa sharti ujivike nguvu, ujivike utayari na uombe utashi wa kimungu kwa kuweza kusoma neno. Lakini ulisikie hilo neno likusemeshe, usikie sauti yake, neno likusemeshe. Neno lisilo kusemesha pia halina matokeo sana kwenye maisha yako. Usikie sauti ya neno, ulizingatie moyoni, alafu uwe mtendaji wa neno. Tunaomba nguvu ya kuwa watendaji. Lakini pili, tujipatanishe na malaika zetu. Wewe unajipatanisha vipi? Kwa kutamka tu, kwa damu ya Yesu najipatanisha na malaika zangu, najipatanisha na malaika zangu, na malaika zako wapatane na wewe, watende kazi ya kiulinzi ya kukuhudumia sawa sawa na neno. Haya maombi mawili yanatosha kwa leo, na endelea kuyaombea hapo katikati ya wiki na siku zilizobaki kabla ya Jumapili. Moja, nguvu ya kusoma neno, uishi wa kusoma neno, usikie sauti ya neno, ulielewe neno likae ndani yako, na nguvu ya kutenda neno. Pili, jipatanishe na malaika zako watendao kazi pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, katika jina la Yesu, nimesikia neno lako na kuliamini neno lako. Nami niko tayari. Kutenda sawa sawa na neno lako. Kubadilishwa na neno lako. Bwana, katika jina la Yesu. Nimejua pia na kutambua ya kwamba neno lako linalokaa ndani yangu kwa wingi ndilo liletalo badiliko la kweli pale ninapolitenda sawa sawa na maandiko. Sema, Bwana, ninakubali nitashika agizo lako ya kwamba neno lako linatakiwa kukaa ndani yangu kwa wingi. Lakini Bwana, nakubali pia ya kwamba kusoma neno, kushika neno, kuliishi neno, kutenda neno ni vita kama vita nyingine. Nami Bwana, inawezekana nimekuwa dhaifu kwenye hiyo vita, nimekuwa dhaifu kwenye hayo mapambano. Sema, Bwana, ninaomba rehema, ninaomba toba pale ambapo kiwango cha neno ndani yangu hakijafikia kiwango kinachotakiwa kunisaidia niishi maisha ya ushindi. Unisamehe Bwana pale ambapo nimesoma neno lakini sikusikia sauti ya neno, lakini sikulitunza moyoni, au Bwana sikuwa mtendaji wa neno pale niliposikia. Naomba rehema, naomba toba kwa damu ya Yesu. Na sasa Bwana, niko tayari kuwa msikiaji, kuwa msomaji, kuwa mtendaji wa neno. Nahitaji nguvu za Roho wako Mtakatifu. Sema, mwaka huu kuanzia leo univike uweza, uisha roho yangu, uisha mwili wangu, uisha akili yangu na nafsi yangu, niwe na utayari wa kusoma neno, kulielewa neno, kulitunza neno na kuliishi neno katika jina la Yesu. Sema, nafanya vita, naenda kinyume na kila upinzani wa shetani juu ya usomaji wa neno katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Sema, kuanzia sasa ninapatanisha ratiba yangu ya maisha ya kila siku, iwe ofisini, iwe biashara, iwe huduma, iwe familia. Sema, napatanisha ratiba yangu ya kila siku na ratiba ya mbingu ya usomaji wa neno la Bwana. Sema, kwa damu ya Yesu, ninaamuru masaa 24 ninayopewa ya siku kufanya nafasi kwa muda wa kutosha wa kusoma neno na kutafakari na kuliishi katika jina la Yesu. Malaika wangu, mnisukume kusoma neno kila siku, kila wakati sawa na ratiba ya mbingu. Ninakataa kuwa msomaji na msikiaji
wasikiaji wa neno wa Jumapili tu, wa Jumapili tu. Sema ninajua neno la Bwana ni mkate wa kila siku. Sema enyi malaika zangu, kuanzia leo nisukume, nipe nafasi ya kusoma neno kila siku. Amsha shauku yangu ya kusoma neno kila siku na kulitafakari na kulielewa na kulitenda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nakataa mafunuo ya giza na uongo wa ibilisi kwenye neno ninalosoma kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema enyi malaika zangu, kwa damu ya mwana kondoo najipatanisha nanyi kuanzia saa hii, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila malaika niliyotengwa na kuwekwa kwa ajili yangu sasa najipatanisha nanyi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na familia yangu na watoto wangu na wajukuu wangu na waumini wenzangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kila kipingamizi, kila kizuizi kinachozuia nisifanye kazi na kupatana na malaika wangu, naondoa kwa damu ya Yesu, naikomboa kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa nitaona, nitatambua ya kwamba wako malaika wanaofanya kituo, wanaonizungukia, wanaonilinda, wanaoniokoa, wanaonitangulia mbele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sitafanya kazi tena wala sitaishi kama kipofu wala gizani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema katika kila ninalotenda, Roho Mtakatifu uniongoze, na malaika zangu wakitenda kazi pamoja na mimi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema enyi malaika mtendao kazi pamoja na mimi na kwa ajili yangu, naamuru sasa kila ubaya, kila udhaifu wangu mwenyewe kwenye familia yangu, ninawaamuru sasa, chukua huo udhaifu na uondoe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa kwa majina yake, enyi malaika mtendao kazi, nikisikiliza neno, ondoa hizo roho za magonjwa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kazi ya ukuu na mwenye nguvu wa giza wa eneo naloishi, wa familia yangu, enyi malaika mkiwa wakuu pia upande wangu, ondoa hao wenye nguvu, ondoa hao wakuu na mazuio yao katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mazuio ya kupona magonjwa yasiyoambukizwa, hayo mazuio nayaondoa sasa, na malaika zangu wakinisaidia kuyaondoa kwenye mwili wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sukari, presha, saratani, sema toeka kwangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi ni roho, mimi ni roho, nawaamuru sasa, achia maisha yangu, achia familia yangu, achia watoto wangu, achia ukoo wangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho na malaika wa giza wanaosimamia haya magonjwa, ninawapambanisha na malaika zangu walio wakuu, waondoe sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya hasara, roho ya mikosi iliyo kamili wa giza, nawapambanisha na malaika zangu walio wakuu, na waamuru sasa, toeka kwenye
hiyo biashara, toka kwenye hiyo biashara, toka kwenye hiyo nafasi ya kazi, toka hapo shuleni kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Enyi roho wa giza, mwenye nguvu juu ya maeneo mliozuia ujenzi, mliozuia mazao, mliozuia maendeleo, na wasumulu sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka kwenye hayo maeneo, ninawaagiza malaika zangu walio wakuu, toka kwenye hayo maeneo mliozuia ujenzi, mliozuia mazao, mliozuia mifugo, mliozuia masomo, mliozuia nafasi za kazi na kupandishwa vyeo na mishahara. Tuma malaika zangu waondoe hilo zuio sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Saa hii kila zuio liondolewe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema muda mlioweka hilo zuio umetosha. Sasa ninawaopoa kama ni kwa moto, nawatoa kwa mafanikio yangu, kila mafanikio yangu mlioyazuia na kuyaleta kuwa ya kwangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Malaika wangu, enyi malaika wa familia yangu, fuatilia huyo mume wangu, fuatilia huyo mke wangu, fuatilia hao watoto wangu, kifungo chochote walicho nacho. Enyi malaika zangu wa familia, watoe kwenye hicho kifungo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema hilo zuio nakuja kanisani. Enyi malaika, liondoeni kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hilo zuio kufanya maendeleo. Enyi malaika, ondoa hilo zuio kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mazuio yaliyowekwa kwenye maisha yetu, malaika zetu tunawaamuru sasa, ambao tumejipatanisha nao, yamkini walikuwa hawatendi kwa sababu hatuna mapatano nao, yamkini yetu walikuwa hawatendi kwa sababu tulikuwa hatuna mapatano nao, yamkini walikuwa hawatendi kwa sababu hatuna ushirika. Leo tumejifanyia ushirika nao, tumejipatanisha nao. Tunawaamuru kila mazuio yaliyowekwa na wakuu wa giza, enyi malaika zetu, ondoa hayo mazuio, mazuio ya magonjwa yaliyowekwa, mazuio ya uchumi yaliyowekwa, mazuio ya elimu yaliyowekwa, mazuio ya mahusiano yaliyowekwa, mazuio ya ndoa yaliyowekwa, mazuio ya familia yaliyowekwa. Enyi malaika mtendao kazi kwa neno, kwa damu ya Yesu Kristo, leo tumejipatanisha nanyi. Hili neno tunalitamka la kuondoa kila mazuio yaliyowekwa, nina uhakika mnalitenda. Hayo mazuio hatutayaona tena. Hizo nguvu ambazo zimeachiliwa ndani yetu ya kuzoofisha kiu yetu ya kusoma neno, kiu yetu ya kuomba, mwaka huu ni mwaka mwingine. Tumejipatanisha na Mungu, Roho Mtakatifu ametawala ndani yetu, malaika watendao kazi wako juu yetu, wanatusaidia hata kwenye udhaifu. Kwa hiyo roho tunaitamkia ituachie, roho ya uvivu ituachie, kila vita ambayo inainuka wakati wa kusoma neno. Bwana, ni vita. Tukitaka kusoma neno, majukumu yanaongezeka. Tukitaka kusoma neno, kama ni nyakati za usiku, usingizi ndio unajitokeza. Mambo mengine tukitaka kuyafanya, usingizi haupo. Tumegundua leo kwamba ni vita. Kuna jeshi la ibilisi ambalo ameliandaa kuhakikisha watu wa Mungu hatusomi neno, hatutendi neno. Leo tunalo jeshi la malaika zetu, tunaliamuru sasa, likatekate kila jeshi la ibilisi, likatekate kila jeshi la shetani ambalo linatuwekea vizuizi kwenye kusoma neno, ambalo linatuwekea vizuizi kwenye kutenda neno,
ambalo linatukosesha nguvu ya kusoma neno. Hilo jeshi la malaika tunalipambanisha, jeshi la malaika unalipambanisha na hilo jeshi la ibilisi aliyoliruhusu katikati yetu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, shetani achia ufahamu, achia akili zetu, achia uelewa, ili tunapolisoma neno tukalielewe, tukalitende, tukalielewe, tukalitende kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Shetani achia ufahamu wetu, achia akili zetu, ili tunaposoma neno tulielewe, na si tukulielewa tukalitende, tukalitende, tukaliishi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi wakuu wa anga na wakuu wa giza, wenye mamlaka na wafalme wote mliokaa kwenye maeneo yoyote mliokaa, leo malaika zetu wanapita, wenye panga zikatazo wanapita kama jeshi, kama vile watendavyo kazi kama jeshi, wanapita kama jeshi. Kila mahali ambapo mmeweka vizuizi, malaika wanapita, wanaondoa hivyo vizuizi. Kila mahali ambapo mmeinua vita, malaika wanapita, wanaondoa hivyo vita, wanaondoa hivyo vita. Hatutabaki tena kama hivi tulivyo. Msimu huu ni msimu mpya. Hatutabaki tena kama hivi tulivyo, hatutabaki tena kama hivi tulivyo, maana ni wasomaji wa neno, ni watendaji wa neno, ni wasomaji wa neno, ni watendaji wa neno. Tutaligeuza neno lililoandikwa, tutaligeuza kwa kulitamka, litatoka kwenye kulitamka, tutaligeuza kwa vitendo, nao litathibitika katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila jambo ambalo limefanyika kinyume yamkini kwenye familia zetu, tunapeleka damu ya Yesu kuliondoa, na malaika wanapita, na malaika wanapita. Yamkini kuna madhabahu zimejengwa hata sasa ambao zimeendelea kusimama, malaika wanakatakata hizo madhabahu, ashera zake wanazikata, madhabahu wanaangusha hizo kuta, wanaangusha hizo kuta zilizosimamishwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Na jioni hii ya leo tunaondoka hapa tukiwa na nguvu mpya, tunaondoka hapa tukiwa na hatua mpya, tunaondoka hapa tukiwa na hatua mpya, tunaondoka hapa tukiwa ni majasiri, kwa maana tunao uwezo mpya, tunazo nguvu mpya, tunatenda kazi pamoja na malaika zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai.